mwezi mmoja na wiki 2. Mwezi mmoja na wiki 2. Kwa hiyo mwezi mmoja na wiki 2 haiwezi kutumika miezi 3. Chamin-T ni saa 1, 49 ni saa 2, 45 ni saa 3. Haiwezi kuenda miezi 3. Ndio maana nimefanya ziara makusudi. Kigoma nitaanza kuonana na watu wagonjwa Jumamosi. Rasmi kuonana na wagonjwa. Kiwe nimekubalia, so umetoka mbali. Ndio maana nimekubalia kukusaidia. Kwa hiyo hilo ni kosa la kwanza, lakini ukasema ukatumia dawa ya pili. Ulitumia kwa muda gani? Yaani dozi ya kwanza kuisha miezi yako 3, ulikaa muda gani ukaenda tena kutumia dozi nyingine? Nilikaa sababu ilikuwa mwezi wa 4. Mwezi wa 3 ndio ilikuwa imeisha. Mwezi wa pili kiamtikia kitu kama hicho. Sema ni kwa sababu ilikuwa ni ya katikiza. Ndio maana hesabu yake sikuikariri vizuri. Lakini dozi ya kwanza hesabu yake haikukamilika vizuri kwa sababu ya katiza. Tuhame sasa twende dozi ya pili. Dozi ya pili nikaja nikaichukua, ilikuwa mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Dozi ya kwanza ilisha mwezi gani? Mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Kwa mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 8 kuna gap ya miezi mingapi? 4. 4. Kwa dozi ya pili ulianza ndani ya miezi 4. Ukaitumia kwa muda gani, kwa utaratibu upi? Yaani utaratibu ulikuwa ni ule asubuhi. Utofauti ulikuja baada ya kuona ile nakala imeandikwa kwamba ni bora kutumia maji ya vuguvugu, ndio pale nikaamua kuchange. Lakini nilikuwa natumia maji tu ya kawaida. Lakini baada ya kuchange penyewe nilitumia mpaka miezi na yenyewe 3. Na yenyewe nikaimaliza mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Sasa nikawa na process za kwenda nyumbani. Hapo ndio ikawa kitu. Mama nikamwambia nataka kwenda, akasema unakuja kwa nini? Subiri utakuja mwezi wa 3 uje kuvuna mahindi. Nikamwambia hapana, nakuja kwani na kufanya jambo fulani. Jambo gani la kuoa? Akasema na hilo shida iliyokupata. Nikamwambia hapana, kuna mtu nimeongea naye. Lakini baada ya kuona sasa faida ya mwilini ikoje. Faida ya mwilini ikoje na maanisha nini? Ya afya yangu jinsi ilivyo. Kwamba imekaa. Ndio kani lazima nione na maamuzi kama hayo. Ndio mama mimi naendelea vizuri. Akasema basi hata kama unaendelea vizuri subiria mpaka mwezi wa 3 ndio ufunge safari kuja. Sasa nikakaa mwezi wa 3. Nikakaa mpaka mwezi wa sababu tarehe 2 ndio itakuwa nirudi tena Bugando kuchukua dawa. Pamoja na wachukua hospitali gani? Bugando. Kwa Mwanza. Ilikuwa ndio tarehe yangu ilifanya jaribu vipimo cha viral. Basi nilifika pale akatoa vipimo tarehe 13. Subiri kidogo. Tarehe 13. Tarehe 3. Tarehe 2. Tarehe 13 baada ya kuchukua Saudi Arabia kuchukua tarehe 2 tarehe 13. Wakanipigia simu. Wakaniambia bali nzuri. Kama uko sehemu salama kuongea, niambia unasema kitu dawa unatumia vizuri. Nikamwambia natumia dawa vizuri. Wewe mwenyewe uniona kwani nilikuwa nataka gani kwa tulikuwa tunakuja sote tunaongea vizuri mpaka unisaidia. Kama natumia vizuri. Akasema sawa, inawezekana mwili ukaonekana uko safi lakini vipimo unayo ndani ya mwili. Nikamwambia mimi natumia vizuri sana. Kipimo kinaonyesha una wadudu milioni 18. Milioni 18. Milioni 18. Naomba nikariri mara 3. Milioni 18. Sema Sasa mimi sijui inawezekana kuna makosa yamefanyika wakati wa kuchukua nini? Inawezekana wewe umekubadilishia na damu ya mtu mwingine. Akasema hivi inawezekana? Akasema Sasa kwa hiyo akasema jitahidi kesho urudi. Jana nimetumia 40.
na ya matumizi sijaiweka wastani 50,000. 40,000 kutoka wapi kwenda Kutoka Kisiwani kwenda Mwanza, kutoka Mwanza kurudi Kisiwani. Ni maana ni 20,000.